أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ikiwa ndugu zangu Waislamu, tunaendelea na ile aya ambayo kwamba tulianza nayo katika suratul Hujurat. Leo insha Allah tutaingia katika tafsir ya al-Allama Tabatabai ambayo kwamba inajulikana kuwa ni tafsir al-Mizan. Anaendelea pia anasema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Sasa hii dhakar mwanamume wa untha na mwanamke, yani hakika sisi tumeombeni kutokamana na mwanamume na mwanamke. Maana yake nini? Anasema kwamba dhakar ni Adam, yani Nabii Adam alayhi salam, kisha untha yani maana yake ni Hawa, yani ni sawa na tuseme hakika sisi tumeombeni kutokamana na Nabii Adam na kutokamana na bibi Hawa. Wal maana, anasema kwamba na maana ya ikiwa tutashikamana na maana hii, inna khalaqnakum, yani itakuwa maana yake ni hivi, inna khalaqnakum, hakika sisi tumeombeni, min abin, kutokamana na baba, wa ummin, na mama, tashtarikuna jami'an, yani mtakuwa ni wenye kushirikiana na yani mtakuwa ni wenye kushirikiana kutokamana na baba mmoja na mama mmoja, ambaye kwamba ni Adam na Nabii Adam na bibi Hawa. Tashtarikuna jami'an fihima, mtakuwa ni wenye kushirikiana nyote kwa huyo baba na mama, min ghairi farqin, bila ya kuwa na utofauti, baina al-abyad, bila kuwa na utofauti katika kushirikiana, baina al-abyad, baina ya watu weupe, wal aswad, na watu weusi, wal arabi, na mwarabu, wal ajami, na mwajemi, yani asiyekuwa mwarabu. Waja'alnakum, aya inaendelea sasa. Hii ni maelezo tu ya aya. Waja'alnakum shu'uban, na tukawajalieni kuwa ni mataifa mbalimbali, wa qabaila mukhtalifa, na pia tumewajalieni kuwa ni makabila mukhtalifa, tofauti tofauti. La likaramati ba'dikum ala ba'd, sio kujifakharisha baadhi yenu kwa baadhi, bal, lakini li an tataarafu, bali lengo ni kwamba mjuane. Fayarifu ba'dhukum ba'd, basi baadhi yenu wajue baadhi yenu kwa baadhi. Wayatum bidhalik, na itimie kwa hilo, kwa kujuana nini, yani mtakapojuana lengo lake nini, itatimia nini, ijtimaukum, itakuwa ni yenye kutimia kujumuika kwenu, kushirikiana kwenu, kukaa kwenu pamoja. Ndio maana kuna wana mantiq, wana logic wanasema kwamba al-insan ijtimaiyun bitabi, yani mwanadamu ni mtu ambaye kwamba anahitajia wengine katika maumbile yake. Kisha anaendelea anasema, fayastaqimu, basi ikae sambamba, muwasalatikum, isimame na ikae sambamba nini, mawasiliano yenu kwa kupitia huko huwa kwenu pamoja, wa muamalatikum, na pia kuamiliana kwenu. Falau furidha, lakini kinyume chake, lau tukichukulia kwamba irtifa'ul maarifa, kuondoa ile maarifa, yani kuondoa ile kujuana kwa watu, min baini afradil mujtama, yani kujuana kwa watu tutoe, tuseme kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajasema kwamba ili lengo mjuane. Sasa tutoe hiyo kujuana, tu assume kwamba tunatoa hiyo kujuana. Anasema kwamba falau furidha irtifa'ul maarifa, lau tutakapofaradhisha kuondoa hiyo kujuana, min baini afradil mujtama, baina ya wale ambao kwamba wanapatikana katika mujtama fulani, lengo natija yake itakuwa nini? Anasema infasama, itakuwa yenye kukatika nini, aqdul ijtima, itakuwa yenye kukatika ule mfungamano wa watu kuwa kitu kimoja na watu kuwa na mfungamano. Fahadha huwa algharad, basi anasema kwa hivyo at-taaruf
ile kujuana, huwa algharadh, ndo lengo, min jaali shuub, kujalia mataifa mbalimbali, wal qabail, na makabila mbalimbali, la an tatafakharu, sio kujifakharisha, bil ansab, kwa nasaba, watatabahu, na kujifakharisha pia bil aba, na kujifakharisha na wazazi na baba na nani, wal ummahat, na mama pia. Kwa hivyo lengo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kujalia makabila mbalimbali, kujalia mataifa mbalimbali, sio kwa ajili ya kujifakharisha, bali lengo kuu ni tujuane sisi. Inshallah tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.